Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kwa jina naitwa Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi, ni amiri wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, na leo niko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nanyi waandishi wa habari kwa ajili ya yale yanayoendelea katika nchi yetu. Tumewaita tena katika ofisi zetu kwa lengo la kuwashirikisha kupaza sauti ya wahadhiri, kwa lengo la kutoa elimu na kutoa tahadhari katika jamii ya Watanzania. Ndugu zangu waandishi wa habari, taasisi ya umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania imekuwa ni chombo ambacho kimekuwa kikijitokeza mara kwa mara yanapotokea mambo katika nchi yetu kwa lengo la kutoa elimu, na haswa tukizingatia kesho ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 2026, ambapo katika mitandao ya kijamii tumeshuhudia na kuona wanaoitwa Watanzania na wengine walioko nje ya nchi ambao ni Watanzania wakihamasishana kufanya maandamano katika nchi yetu. Elimu ya kwanza tunayotaka kuitoa ni kwamba haya maandamano yanayohamasishwa katika mitandao ya kijamii, waasisi wake wako nje na wanaowataka wayafanye maandamano wako ndani ya nchi. Yaani hapa tunachojifunza kwamba wahamasishaji na waratibu wa maandamano wamekaa nje na familia zao wakiwa salama salmini, na wanawataka Watanzania wajitokeze na waweze kuyafanya hayo maandamano ambayo kimsingi hayakufuata utaratibu wa kisheria. Maandamano ya kisheria yanatambulika na katiba na yanajulikana kwa mujibu wa sheria, lakini haya ni maandamano yanayoonekana wazi makusudio yake ni kwenda kufanya vurugu katika mali za umma kama vile hospitali, katika mashule, katika masoko na vituo vya mabasi, mambo ambayo hayakubaliki wala hatuwezi kuyakubali kama Watanzania, na sisi kama taasisi ya Kiislamu hatuwezi kuliacha jambo hili likaendelea waziwazi na tukashindwa kutoa tahadhari kwa jamii yetu kama Waislamu na Watanzania kwa jumla. Ndugu waandishi wa habari, tukio hili linafanana na matukio yaliyopita huko nyuma ambayo sisi kama taasisi tulichukua hatua ya kuweza kusema hadharani na ikiwezekana kuwaambia waziwazi kwamba hayo maandamano yasiungwe mkono, kwa sababu madhara yatakapotokea yatahusisha familia zetu na wazee wetu. Unapokwenda kushambulia eneo kama hospitali, maana yake wazee wetu walioko hospitali wataathirika. Unapokwenda kushambulia eneo la soko, maana yake wanaofanya biashara katika masoko hayo wataathirika, ambao hawa ni Watanzania walioko ndani ya nchi. Ndugu wanahabari, pamoja na jambo hili baya, serikali imeshatoa miongozo kwamba itakuwa makini kufuatilia katika vyanzo vyote ambavyo vitakavyoashiria uvunjifu wa amani. Maana yake ni nini? Hapa tunapata picha kwamba kwa kuwa hawakufuata sheria watadhibitiwa, watakamatwa, watafunguliwa kesi. Lakini pia katika namna ya kudhibiti, inawezekana kuna mtu atavunjika mkono, kuna mtu anaweza akapoteza maisha. Lakini yatakapotokea haya na taasisi kama hii ya kidini haikutoa angalizo lolote, maana yake sisi tutakuwa tumeshiriki katika kuweza kuwafanya Watanzania kuyapata matatizo haya. Tukasema tutoke hadharani. La kwanza, tutoe elimu kwamba haya maandamano hayana afya wala hayana mustakabali mzuri kwa taifa letu, na ndiyo maana wanaohamasisha hawaonyeshi wanaanzia wapi, wanakwenda wapi, hawaainishi kwamba agenda yao ni nini, wala hatujui kiongozi wao ni nani. Maana yake haya ni maandamano ya vurugu. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kutoa elimu hiyo, jambo la msingi ambalo tunajaribu kulipa picha ni kwamba taasisi za Kiislamu zimekuwa mstari wa mbele kutoa tahadhari, kutoa elimu na kuwakataza Watanzania wasishiriki katika jambo hilo. Katika hali ya kusikitisha,
vipo baadhi ya taasisi, zipo baadhi ya vyombo vya kidini ambavyo vimepiga ukimya kana kwamba hawaoni zile athari zitakazoweza kuja kutokea katika taifa. Na hivi ndivyo ilivyotokea katika matukio yaliyotokea huko nyuma katika nchi yetu. Wanakuwa ni mahodari wa kukemea na kuisemeza vibaya serikali pale inapotumia nguvu kwa ajili ya kudhibiti uhalifu unaotokea katika jamii, lakini hawatoi tahadhari, hawatoi elimu, hawaonyi, hawakatazi wale wanapohamasishana kwenda kufanya uharibifu katika mali za umma. Haya ndio mambo tunayashangaa sisi kama viongozi wa dini, taasisi ya dini ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wanahabari, ndugu zangu wa Tanzania mnaofuatilia jambo hili, kwa kuwa serikali imeshatoa miongozo, haitokubali kuchezewa kwa amani, haitokubali raia kusumbuliwa, haitokubali wafanyabiashara kuharibiwa mali zao. Maana yake tunatoa tahadhari kwa Waislamu wote wasihusike kabisa katika kinachoitwa maandamano ya kesho. Lakini kama hilo halitoshi, sio tu kushiriki hayo maandamano, hata kukaa katika vikundi vya kujadili masala ya kimaandamano, hilo jambo ni jambo baya, halipaswi Muislamu kushiriki. Na yeyote atakayeshiriki, maana yake serikali itakapomulika kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama, ikajiridhisha kwamba vikundi hivyo vimo katika namna ambayo ya kuhamasisha watu kufanya vurugu, maana yake litakalo kupata, usije ukasema jamii ya viongozi wa Kiislamu hawakusema. Tunatumia fursa hii kuwatahadharisha, kuwapa elimu na kuwaonya Waislamu wasijitokeze katika kinachoitwa maandamano ya tarehe 7 ya mwezi wa 7. Na pindipo mtu atakapokaidi akafanya atakalolifanya na yakampata yatakayompata, asije kutoa lawama mahala popote. Haya yanaratibiwa na watu wa nje ili madhara na maafa yawapate watu wa ndani. Watu wa ndani tunatakiwa kutumia akili, na hivyo tuepuke mikusanyiko isiyokuwa ya lazima siku ya kesho, haswa yanayohamasisha maandamano. Ndugu zangu wanahabari, baada ya kuyazungumza haya, bila shaka tutakuwa tumepata picha halisi ya kile tulichowaitia siku ya leo, na nyinyi kama wanahabari ni jukumu lenu kuhakikisha amani ya nchi yetu, rasilimali ya amani katika taifa letu. Huu ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha tunaienzi, tunailinda amani yetu. Baada ya kuyasema haya, nimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie nchi yetu kuwa katika hali ya amani, na baada yake Allah awajalie viongozi wake waishi katika amani, viongozi wa dini na viongozi wa nchi. Lakini bila kusahau kumwombea kiongozi wa taifa letu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe subra, awe na utulivu, aendelee kuisimamia nchi yetu mpaka pale itakapokuwa amemaliza uongozi wake. Mwenyezi Mungu ilinde Tanzania yetu. Mwenyezi Mungu walinde wa Tanzania. Mwenyezi Mungu tulinde na mali zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.